atatuvusha kwenye nchi ya haki. Omo atatuvusha kwenye maendeleo ya kweli. Tushikamane wote, tuendelee mbele kwa mshikamano wetu. Omo atatuvusha. Tumelala sana, tumekandamizwa, ndoto zetu zimechezewa, lakini leo tuna matumaini. Omo kiongozi wetu atatuvusha kutoka gizani kwenda mwangazani, kutoka unyonge kwenda mshindi. Omo atatuvusha kwenye nchi ya haki. Omo atatuvusha. Ndugu wanachama wenzangu, mabibi na mabwana, mlioko ndani, mlioko nje, nyote kwa pamoja, asalamu alaykum. Habari ya mchana. Meziona raha za mtambile. Kwanza niungane na nyinyi kumshukuru Mwenyezi Mungu. Alhamdulillah, tumshukuru kwa mengi, tunamshukuru kwa mengi. Nyote mnakumbuka tumepita katika mchakato huu tokea wakati wa kampeni. Tulikwenda tukarudi kwenye vipando, kwenye wakati mwingine mazingira ya kuhatarisha. Tumevuka bahari, walioruka wameruka, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu katika shughuli zetu zote hizi mpaka siku ya uchaguzi katupeleka salama, katurudisha salama, na leo alhamdulillah katuleta hapa salama. Inshallah Mwenyezi Mungu pia aturudishe salama. Baada ya shukrani hizo, naomba kwa dhati kabisa nichukue fursa hii kuwashukuru viongozi wetu. Tumefika hapa, tulikuwa na timu kabambe ya ushindi ikiongozwa na makamu mwenyekiti na wajumbe wenzake. Yote tuliyozungumza, sifa zote zilizotolewa, basi mwenyekiti na timu yake ndio waliotuongoza. Kama ni kugaragaza, kama ni kusiginisha, basi yeye ndio alikuwa kiongozi wa mapambano haya. Lakini kwa namna kipekee pia naomba niwashukuru viongozi wetu wa Pemba, wa mikoa yote, na kwa mkoa wa Mkoani tuwashukuru viongozi wetu vile vile. Mwenyekiti alikuwa anajua yeye, hatukuwa na muda maalum. Ukimpigia saa 5, ukimpigia saa 6, lakini mnakubaliana, kazi zinakwenda. Katibu na yeye alhamdulillah, wakati mwingine akikupigia ukimuuliza, ukiambiwa alipo utajiuliza kwamba usiku huu, lakini ilikuwa kwenye harakati. Wagombea wetu hali kadhalika, kazi walioifanya ilikuwa ni kazi ambayo ya kutukuka kabisa. Kwa hivyo naomba sote kwa pamoja tuwapongeze, tuwashukuru kwa kazi kubwa ambayo waliifanya. Jamani, naomba tuwapongeze kwa makofi mengi. Hayo kidogo sana jamani. Pamoja na wao, naomba, na ndio madhumuni ya safari hii, kuwashukuru watu ambao tuliwapa dhamana maalum, tuliwapa kazi maalum, tuliwapa kazi ambayo kama wangeiharibu, basi leo tusingeweza kutembea kifua mbele. Leo tusingeweza kuja katika mkutano huu kwa furaha, kwa bashasha na kwa wingi kama tulivyokuja. Kazi kubwa tuliowapa mawakala wetu. Mimi naomba mawakala tuwapongeze pongezi maalum.
Naomba tuwapongeze pongezi maalum. Hayo makofi kiduchu kwa mawakala. Tuwaongeze tena na tena. Hayo bado kidogo, lakini kwa leo yanatosha. Tunawapongeza kwa sababu tumefanya yote, tumehangaika, tumepiga kampeni, tumefanya kazi kubwa sana. Lakini katika uchaguzi ushindi unaamuliwa kwenye kituturi. Ushindi unaamuliwa siku ya kura, na tuliowapa dhamana ya kuyasimamia haya basi walikuwa ni mawakala. Tunashukuru walifanya kazi hiyo kwa uaminifu, kwa uadilifu, kwa juhudi, lakini kwa kujitoa na kujitolea. Na kama alivyoeleza mmoja hapa kwamba hii imekuwa ni ngao yetu muhimu sana, na ndio imekuwa silaha yetu kubwa sana, kwa sababu kuna watu kila inapotokea uchaguzi wao wamekuwa tayari mstari wa mbele kujiunga na jeshi hili na wakafanya kazi. Nilikuwa nawaambia kwengine, na naomba hapa niliseme kwamba kazi ya mawakala ni kazi sio tu inao kwa mazingira yetu ni ya kuuza roho, lakini ni kazi nyeti kweli kweli. Maana kazi ya mawakala inafanana na kazi ya madaktari. Na ujue unyeti wa kazi ya daktari. Mswahili akina mimi na wenzangu, katika jambo ambalo humwamini mtu yeyote, hata baba aliyekuzaa, basi ni jambo la mkeo. Na hapo humwamini. Nasema si mtu mume na yeye. Bwana. Na mambo haya ndio hivyo tena. Na hatari kweli kweli. Waweza kuwa muamini na kitu chako chochote, lakini ikija hapo anasema hata unaweza ukakaa ukachungulia, lakini ukwenda na daktari, kwa daktari unaruhusiwa na ingia ndani peke yao. Wewe unakaa nje, pengine mambo ya siku hizi na simu yako. Hajiuliza, huyu mali iko ndani, yeye kakaa nje anachezea simu. Au sivyo kina baba? Na pagumu hapo. Pagumu kweli kweli, au sivyo? Na akitoka kikubwa utaulizwa, aje lini tena? Uulizi aliyojiri ndani, au sivyo? Wewe unauliza, hivi aje lini tena? Na pengine utapata kikaratasi utaambiwa kalipe kule dirishani. Nenda kulipa kwa watu kukaa ndani peke yao. Mesimo. Jamani pagumu hapo, au sivyo? Lakini unamwamini daktari bwana, kwa sababu unasema huyu kafunzwa maadili na atafuata maadili ya kazi yake. Ndio tulivyowaamini mawakala. Tumewapa jambo kubwa la uhai, la mustakabala wa Zanzibar. Na sisi tunakaa, wagombea wengine wanapita, lakini utapita kila pahala. Kwa sisi viongozi unakaa unauliza tu, vipi huko? Vipi? Unaendelea nini? Lakini dhamana tumewapa wao. Kwa hivyo tukizungumza mawakala, ndugu zangu, naomba tuchukulie kwa uzito wake. Naomba tuwape heshima yao. Naomba tuwape kile wanachostahili. Naomba tuongeze makofi kidogo. Wale safari hii imekuja kwa ajili moja, ni kuwashukuru.
Lakini shukurani maalum ndugu zangu ni kwenu wanachama wenzetu. Ni kwenu wanachama wetu. Kama ilivyoelezwa, sina haja ya kurudia. Wenzetu walijua kwa walioyafanya, vitimbi walivyovifanya. Walijua sasa hivi kila mmoja yuko kitandani. Walijua kila mtu sasa hivi kaingia baridi. Kila mtu kaingia homa. Hata tulipo waambia tunakuja kwenye mikutano hii, walijua kwamba wacha wakahangaike tu. Atatoka nani saizi? Lakini nyinyi mmewaambia, nyinyi kuna tofauti kubwa ya mwizi na mwenye mali. Kuna tofauti kubwa ya mwizi na mwenye mali. Mwizi akikosa anaweza akahuzunika, yeye ndo akaingia baridi. Lakini mwenye mali yake ikiibiwa, tafikishana mbali basi. Hauzi? Na hana nguvu siku hiyo atazipata katika kupambania haki yake. Mtu mali yake haweza kukubali mkuti ukamvuka bro. Na yote, lakini kwenye kupambania mali yake, au sivyo? Akaja akaambiwa baadaye, bwana, hii ilikudondoka kule katika kupapatua, au sio kina baba? Sasa leo unakaje, unaingiaje homa? Na tujue kwamba sisi tulishajua kama hawa wezi, tena wezi wazoefu. Kila siku na tumeyasema haya kwenye kampeni. Sisi tunajiandaa na uchaguzi, wao wanajiandaa na wizi. Tuliwadokolea kidogo tu, wakarapa, wakaja juu. Tuliwaambia kidogo tu. Siku ya tarehe 27 tulifanya mkutano na waandishi wa habari pale Unguja kueleza mwelekeo wa uchaguzi, na tukawadokolea kidogo tu. Mwenyekiti wa tume kaja karapa, kipovu kinamtoka, kijasho kinamtoka. Unamuuliza umefanywa nini wewe? Anakanusha, atakakuleta taharuki. Mwenyezi Mungu kamwambia, hebu subiri kidogo, mbona unapupa wewe? Maana mambo ndio wewe unaingia mara ya kwanza. Yale yote tuliyoyasema, yote yametokea kwa 100% na zaidi, ambao yeye kaja kuyakanusha. Kwa hivyo sisi tulikuwa tunajua kwamba wao walikuwa wakijiandaa na wizi. Na ndugu zangu, kwa yule ambaye bado labda yeye ana wasiwasi, kuibiwa si ubwege. Kuibiwa ni kwa sababu kuna mwizi mmoja tu mzoefu kama watu tulionao. Na kama kuibiwa ni ubwege, watu wengeiba misikitini. Inaoibiwa misikitini si mali ya Mwenyezi Mungu. Si wanakwenda tena wakapanda msahafu, wakaipanga misahafu, wakapanda, wakapachua saa. Jamani, kweli si kweli? Ni kwa sababu mwizi muogopi Mungu, hajui kama kuna Mungu, kasahau kama kuna Mungu. Ndio alivyo, asingekanyaga msahafu kwa kwenda kuiba saa. Wana tofauti gani nao? Wanakanyaga damu za watu, wakaua ili wapate saa. 20. Wengi tukawa na wasiwasi, tukasema manake hii ilikuwa ya Magufuli, au sivyo? Manake na wenyewe wakawa wanajitetea, sisi manake hatukuwa na nguvu, wakataka kumtupia mzee watu Dr. Shedi. Lakini Mwenyezi Mungu akasema, subirini, hawa suruali imepasuka, ngojeni nitawaekea ngazi, mtaona watapanda. Sasa 2025 Mwenyezi Mungu alichofanya,
ni kwa kiangazi, wakapanda mambo yote hadharani, au sio? Moyo wake ulikuwa mdogo, kaficha uso, mwingine kajitia mvunguni, lakini kila kitu kimeonekana. Kwa ufupi, kilichotokea ni Mwenyezi Mungu kutaka kuwaadhirisha, kutaka kuwavua nguo, kutaka kuwafedhehesha. Maana aliyotokea ni fedheha. Ni fedheha kuambiwa eti una nchi na kuna kiongozi na kuna viongozi. Ni fedheha kwamba jambo kama lile limesimamiwa na majaji wa mahakama kuu. Fedheha, aibu. Mwenyezi Mungu kaenda kuwavua nguo, wakabaki raba kitana. Na hakuna lokuwa halikuonekana, au sio? Raba. Sasa kwa ujumla sisi tunachosema kwamba sisi tuliyajua, tuliyaona hayo yanakuwa. Kwa hiyo mimi ni washukuru, sisi tuwashukuru kwamba tumeyapita hayo, na leo tupo tumesimama tena, tunaendelea na safari yetu. Safari Sasa baada ya shukrani hizo, makamu mwenyekiti kasema mambo mengi hapa. Mimi sitaki leo niarefushe. La kwanza, na kuna mambo ambayo baada ya kutokea haya tumesema ni vizuri tuwekane sawa, sote tuyafahamu. Tumefahamiana? Mambo yametokea, kuna hatua zimechukuliwa, vizuri sote tuyafahamu. La kwanza, katika kuelekea tunakotaka kuelekea, chama chetu kimeanza kuchukua hatua. Hatua hizi kwa wengine zina wababaisha. Hatua hizi jamaa zetu mtawasikia wataanza kuzijejea. Yaani jinsi Mungu alivyowanyima haya, alivyowanyima utu, alivyowanyima aibu, hawajui wanachokifanya. Bwana, kuna watu nchi hii wamepewa nafasi kubwa na vichwa vyao vibovu. Kuna watu wamepewa nafasi, wametuishwa hando na wana kichwa cha panzi. Wametuishwa nini? Hando na vichwa vyao vya hawayawezi mambo wanopewa makubwa. Hatua ya mwanzo sisi tuliochukua tukasema hawa 2018 walipoleta kura ya mapema ili kuweka misingi ya wizi wao, walileta na jambo moja, kujikinga eti wasikamatwe. La kwanza, walipunguza muda wa wewe ukitaka kwenda mahakamani kudai haki yako, kwa sababu walijua wakishakufanya uharamia wao utaingia mughma, utahumiwa, hutojijua, utababaika, utakuja kushtukia. Mara zamani ilikuwa ndani ya siku 14 ndio unaweza kupeleka shauri au kesi mahakamani. Wakapunguza, akasema siku 7. Wakasema kwa wizi na uharamia tunaofanya siku 7 hajaja juu. Kwa hivyo ukishtuka wewe utakuja kushtukia muda umekupita. Tunafahamu. Sasa chama chetu tukasema katika safari yetu tunayoendelea nayo, katika kutafuta haki yetu, kuna milango mingi. Mlango wa kwanza ni huu wa sheria. Na mlango huu wa sheria lakini umewekewa muda maalum na muda wenyewe mdogo. Lakini sisi viongozi wenu, kwa sababu sisi, ndugu zangu niwaambie kwamba mchoro tuliokuwa nao, sisi tulikuwa na mchoro, tunatoka hapa tunaingia hapa, likitokea hili tunapita hapa, likitokea hili tunapita hapa.
hakuna kitu sisi cha kushtukizwa. Hata kitu kimoja hakuna ambacho kimetutokea sisi cha kushtukizwa tukababaika. Kwa hivyo hatua ya mwanzo tuliochukua na tulikuwa tumejipanga ni kupeleka mashauri mahakamani kwa ajili ya viti 8 vya uwakilishi kwa Pemba na viti 17 vya uwakilishi kwa Unguja, ambao ndio ndani ya siku 7. Mimi naomba niwaambie kwamba hatua hizo tumezichukua na tumekamilisha ndani kabla ya kumalizika siku 7. Katika hili pia waliweka na kikwazo chengine ili isiwezekane washaiba mtu asende kupata haki yake. Sasa hivi kufungua kesi ni shilingi, ila kesi moja ni shilingi 2.5 milioni. Tunafahamiana? Hawa ndugu zangu, naomba wakati mwingine haya mambo tuyazingatie, tufunue vichwa vyetu, tuyaone upeo wa ubaya wa watu hawa ambao wanajichukulia nchi kwa nguvu. Ndio maana watu wakawakataa. Kwa takwimu za kiserikali zinasema pato la wastani la mwananchi wa Zanzibar ni dola 1,200 kwa mwaka. Yaani ni wastani wa shilingi 2,800,000 kwa mwaka mzima. Sasa leo wao wamekwenda kuweka kufungua kesi shilingi 2.5 milioni. Anayefungua kesi, huyo anafungua kesi ni mtu wa kawaida, ni maskini ya Mungu aliyeaminiwa na wenzake ende akawakilishe. Sasa leo unakuwa na serikali inayoweka kikwazo kama hicho ili haki ya hawa wanaowakilishwa, haki ya huyo aliyochaguliwa kuwakilisha wenzake asiipate. Kwa sababu ikiwa wewe unakubali kama serikali kwamba pato la mwananchi wastani ni 2,200,000 kwa mwaka mzima, tena hilo la kufanyia kila kitu, unawekaje kama serikali 2,205,000 kwenda kufungua kesi ya uchaguzi? Lakini sisi tumesema hilo tumekabiliana nalo, na inshallah huo mlango huo tumekaa nao vizuri. Mimi naomba tuwapongeze mawakili wetu, tumpongeze sana mwanasheria mkuu wa chama na wote ambao wamesaidia katika jambo hili. Na kwa upande wa ubunge tunamalizia hatua zake, kwa sababu kwenye ubunge wao angalau wamebaki wastaarabu, ni ndani ya siku 30. Kwa hivyo tunakamilisha hatua hizo. Niwaombe katika hili ndugu zangu, asitokee mtu akawaambia akawababaisha kwamba sisi kwenda mahakamani maana ni kama tumekubali matokeo. Sisi tunasema huu ni mmoja katika mlango na lazima tuutumie na tufate hizo taratibu ndani ya muda unaohusika. Sasa hivi ndio nilichosema pale mwanzo, wana vichwa vya panzi wametushwa mahando. Kwa sababu leo anatokea kiongozi mkubwa ambaye kapewa dhamana ya kusimamia serikali, lakini anasema hawaache wende mahakamani hao majaji. Kwani si majaji waliowapishwa na rais? Kesi zitapigwa dana, miaka 5 itamalizika, kesi hazijasikilizwa. Sisi tunajua mmeiua mahakama, lakini hamkuwaua majaji. Tafahamia? Sisi tunajua wameiua mahakama, lakini hawakuua majaji. Ikiwa hawa majaji wa hapa mtu atezwa nguvu, haya mambo yanakwenda mahakama ya rufaa. Na wanababaika sasa hivi kwa sababu walifanya haya, hawakuona mbele. Wao walitazama chini ya miguu yao. Wao hamu yao ilikuwa upate tu parura kata huwa, lakini hamu yake haramu hii lazima ipate kwa njia haramu. Kwa hivyo sasa wanayaogopa.
Kwa hivyo mimi naomba hivi tusimame kwenye msimamo madhubuti, kwamba hii ni njia tutaifuata, ikilazimika tutakwenda nayo mpaka mwisho. Niwaombe sana katika hili, naomba kila tutakapohitajika ushirikiano, ikiwemo ushahidi, ikiwemo taarifa, naomba tushirikiane ili tulifanikishe jambo hili. Tuko pamoja katika hilo. La pili ambalo nilitaka nilizungumze katika hili, na ambalo vizuri sote tukawa katika ukurasa mmoja, kuna change ya mwizi. Kuna nini? Change ya mwizi. Mwizi kaiba 100,000, 20,000 imemdondoka. Jamani, utaichukua utaiwacha? Utasema kesha 80,000 kazichukua zote na 20 naiwacha? Naam, utaichukua, si ndio? Tunakubaliana kwamba utaichukua. Na sisi wamechukua, Bagimbo waliochukua, wamekwapua waliokwapua, lakini wamebakisha ya ubunge viti 4 na uwakilishi viti 10. Chama chetu kimeamua kwamba wabunge hawa waende bungeni, wawakilishi hawa waende katika baraza la wawakilishi. Ile ni haki yetu, ile ni haki yenu kwenda kusikilizwa, kwenda kupaza sauti, na ni sehemu ya mapambano ya harakati zetu. Sasa mwingine atakuja atawaambia, naona si washakwenda, washakubali. Muulize wewe vipi? Muulize wewe vipi? Duniani upo, lakini hili ni suala la haki za watu. Hii mwizi amemdondoka, sisi tunakwenda tumeichukua. Ni haki yetu, ni haki ya wananchi. Tumezuia hayo wakati tukitafuta na haki nyingine iliyobakia. Jamani, tumefahamiana katika hilo? Tunakubaliana? Kuna mtu ana wasiwasi katika hili? Sawa sawa. Sasa ndugu zangu, baada ya kuyaeleza haya, najua nasema yametokea, yameshatokea, tunakwendaje? Au sivyo? Tunakwendaje mbele? Makamu mwenyekiti kasema hapa kwamba watu wana wasiwasi yatakuwa ndio yale yale. Mtaitwa mkazungumze, mwambiwe huku lalala, tufunike kombe, miaka 5 hii maana. Na kweli walianza kuzungumza. Sasa tutizame namna ya kujenga nchi, namna ya bwana, watu hujifanya akili, hujifanya na akili ujusini, hujifanya na akili ujusini, eti wakawashinda watu wazima na akili zao. Sasa hapa mimi naomba sana ndugu zangu tu, naomba sana hapa tufahamiane. Kwanza tufahamiane msingi wa harakati zetu, tufahamiane kwamba hawa wanasema, ndio umeona wameanza kujitwika kwamba kwa sababu nchi hii kwa sera zao ndio imekuwa na amani. Nchi hii tumefanya uchaguzi wa amani. Walioyafanya wao walichokuwa wamejipanga, ndugu zangu. Na hili muhimu sana tufahamiane. Wao waliokuwa wamejipanga, walijipanga na yale 2020. Ndio formula yao waliokuwa nayo. Na
walijipanga hivyo kwa sababu nyinyi mnajua Pemba imeletwa majeshi, hawana hata pa kukaa. Polisi leo wamepelekewa mpaka JKT, na waiti ni sehemu ya polisi. Unajiuliza nchi hii inafika vipi? Mimi huwa najiuliza kwamba unajua ukiruka na ndege ukifika futi 3000 tu, Pemba unaiona mwanzo upande wa mashariki, unaiona magharibi, unaiona kusini, unaiona kaskazini. Nasema ndio Pemba inawashughulisha watu hii. Nchi yetu ndogo, lakini ukifanya hesabu Pemba ndio yenye majeshi na askari wengi kuliko nchi yoyote duniani. Na haya tusemi kwa huu ndio ukweli. Watu wanahesabu uwepo wa jeshi. Tena hata hapa Zanzibar, hata wakati wa ukoloni walikuwa wakihesabu kitu kinaitwa jeshi kwa kichwa. Wanaita per capita ya jeshi, yani ya kuwepo wa jeshi. Kwamba kwa kila kichwa kimoja, kwa kila mtu mmoja au kwa kila jeshi mmoja, je, ni watu wangapi wananchi wa kawaida? Ndio walivyofanya hesabu na ndio wanapofanya hesabu duniani. Leo ukifanya hesabu hiyo kwa jeshi, kwa polisi, kwa vikosi usalama, sijui na wengine waliokuwa hawajulikani, ukifanya hesabu waliopo Pemba, ukafanya na idadi ya watu wa Pemba, idadi hiyo ni kubwa kuliko popote duniani. Ndio kweli. Wewe tazama hata makambi, kila pahala, kila kichochoro kuna kambi. Na watu wenyewe kumbe mtu hata hana panda. Hivyo visu vingi ni ukengele tu. Au sivyo? Watu hawa ndio wanawekewa jeshi wote. Na wakati wa uchaguzi ndio walizidi. Kwa hivyo wao walijiandaa. Walifikiri. Walikuwa wakiogopa ule ukisikia mgusupu wanaleta zaidi. Wakisikia ujinga basi wanajaza wengine. Jamani, vita ni maarifa. Au sivyo? Vita ni hikima, sio nguvu. Kwa hivyo wao walijiandaa kwa hilo. Na ndugu zangu, laiti kama sisi hatukuchukua hatua tuliochukua, tungekuwa na maafa makubwa zaidi kuliko 2020, tungekuwa na maafa makubwa zaidi kuliko yale yaliyotokea Tanzania bara. Huko ndio walikojiandaa. Yatazameni walioyafanya kwenye vituo vya kupiga kura. Yatazameni walioyafanya tarehe 28. Nyinyi ni mashahidi. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Tulisoma dua, tukatawakal kwake, tukafunga, tukachinja. Alhamdulillah, Mwenyezi Mungu alituvusha salama. Lakini tujue kwamba wao hawakukusudia salama. Tulipowatoa upepo tarehe 28 wakahumiwa. Na sisi tulishafanya. Jamani ndugu zangu, naomba niwahakikishie kwamba kila tulichokifanya sisi hatukukifanya kwa bahati mbaya. Hatukukifanya kwa kutamburikiwa. Tulikifanya kwamba ni sehemu ya mipango yetu. Na mipango yetu alhamdulillah yote kwa 100%, maneno ya vijana ilitiki. Wao hakutegemea kwamba tutawatoa upepo tarehe 28. Sisi tulishajua, tulishawajaza upepo. Ndio maana wakasema mwenyekiti asingetoa nini kauli ile. Naona ile video karekodiwa chini ya ulinzi wa jeshi. Wengine hamkusikia kwamba eti ile tarehe 28 sasa jeshi wakubwa alikuwa jenerali ni bwana na maluteni wenzake wawili aliokuwa nao Bimani na Isi. Ndio aloniweka chini ya ulinzi hawa.
Sasa wao walisema kwa sababu ya mughma, hawakutegemea, hawakujua. Tuliwafikisha, tukasema hapa sasa ni pa kuwatoa. Kila hatua sisi tulikuwa inakwenda kwa hesabu zetu, kwa sababu tulijua kura za tarehe 28 kama wengekwenda kweli kwa kura, bwana, wengeshtukia Mzena sio wapi hospitali bwana, ICU. Maana vijana waliwashughulikia kweli kweli, vijana waliwashughulikia kweli kweli. Hiyo tarehe 28 wanatuambia wenyewe, kama zingehesabiwa kura tu za kawaida za tarehe 28, bwana, ungeshinda tena kwa mbali. Hawa watu wamewakataa, hawataki, na wenyewe wanajua. Hilo la kwanza tujue. Lakini sio hatua hizo tu, sisi kila hatua tumekuwa, mmeona juhudi zetu ndugu zangu. Kabla ya uchaguzi tumekwenda kwa vyombo vyote, taasisi zote, kuweka misingi ya kwamba tupite zoezi hili kwa amani. Tumekwenda kwa viongozi wa dini, kwa mufti wa Katoliki, tumekwenda wa Luteri, tumekwenda kwa kadhi mkuu, tumekwenda kwa jumuiya ya maimamu, kila pahala. Tumekwenda kwa polisi wenyewe kuwaeleza mambo ambayo sisi tunayaona yanakuja, na umuhimu wa wao kila mmoja na mchango wake. Leo ndio unakuja kuambiwa polisi ndio walioshiriki katika wizi wa kura. Kwa hiyo la kwanza ninachosema ndugu zangu, kwamba sisi tulichukua hatua, sisi tulijiandaa kwamba tupite zoezi hili kwa amani. Hayo ndio malengo yetu. Sasa tumepita, tumemaliza. Tulivyomaliza, watu wameanza kujiuliza, naamini hata na nyinyi wengine wameanza kutuuliza, wa ndani na nje wanatuuliza, jamani mtaingia? Wengine wanatuambia, jamani msiingie. Sasa namuuliza, poingia wapi? Tusiingie wapi? Au sivyo? Na nyinyi mnajiuliza hivyo hivyo au mnaulizwa? Maana sisi tumeulizwa sana, wa ndani wa nje, wa uko CCM wengine, kwamba vipi sasa. Sasa ndugu zangu, mimi naomba hapa tufahamiane vizuri sana. Wenzetu walivyotegemea, walivyotarajia kwamba watapita haya, wataiba watakavyoiba, halafu watatuambia sasa tuje tukae pamoja, tujenge nchi, tuingie kwenye serikali ya umoja kwa kitaifa. Wanaona wao sisi hiyo ndio stahiki yetu. Hilo ndio walivyoyazoea. Na ni kweli ndugu zangu, sisi tarehe nadhani 4 au 5, tarehe 4 nadhani, tulipokea barua kutoka kwa katibu mkuu kiongozi akitupa maagizo, maelekezo aliyopewa na rais wa Zanzibar, alivyosema mwenyewe alipoandika kwamba tupeleke jina la makamo wa kwanza wa rais. Kwa wao ndio yashakwisha, kwa wao washachaguana, washani. Mimi sitaki leo niseme hapa tulivyowajibu, lakini ndugu zangu, sisi hatukupeleka jina la mtu wa kuwa makamu wa kwanza wa rais, wala hatukusema jina hilo tutapeleka lini, kwa sababu kwetu sisi swala, kwani tulikuwa na uchaguzi. Maana ili uwe na makamu wa kwanza, makamu wa pili, uwe na rais, si lazima kuwe na uchaguzi, kura zihesabiwe, au sivyo? Nyie mliona kulikuwa na uchaguzi?
Kura za urais zilihesabiwa. Si waliandika sasa tuna rais wa namba, nchi tunatawaliwa na namba, sio rais, sio ridhaa ya wananchi. Au sio? Maana urais sio namba. Urais ni ridhaa ya wananchi. Namba ni ushahidi tu, lakini namba hizi zipatikane kwa njia na taratibu zilizowekwa na sharia ya uchaguzi. Unapokuwa hukuifuata namba hizi zikawa feki, urais huo unatoka wapi? Sisi tunasema, mimi tumeona kwenye mkutano, tumeona kwenye hizo namba tulizoziona kwenye masanduku ya kura ambazo wamekimbia nazo wenyewe, zimewatisha kwamba mimi na chama changu ndio tuliopewa ridhaa na wananchi wa Zanzibar tuwaongoze katika serikali ya umoja wa kitaifa. Sasa leo napotaka kujadili mimi kwa makamu wa kwanza, wewe vipi? Lazima uulize, wewe vipi, wewe kuna shida gani? Na wajitia vumbini, ukabwaga kivi, ukaona tusiku. Na ndugu zangu, ili muhimu sana tujue, hawa walitaka itokee vurugu tarehe 28, ndio hicho wamwage kivi, waseme kulikuwa na vujo, sijui fanywe kitu gani, walitegemea wapate kwa njia hiyo. Sasa hivi wamekosa, wanamwaga kivi, kila mtu anakiona kwamba usijitie vumbini, usijitie pambani. Sasa tunachosema ndugu zangu ni kwamba katika mazingira tuliyopitia, nchi yetu ilipofikishwa, kwanza tusione kwamba iliyokosewa, iliyoibiwa, iliyofanywa ghilba ni ACT Wazalendo. Naomba ndugu zangu, viongozi wenzangu, wanachama wenzangu, tutoke huko. Iliyokosewa, iliyosalitiwa, iliyofanywa ghilba ni nchi yetu, ni Zanzibar yetu na Wazanzibari. Shuka tunafabiana. Sio sisi ACT Wazalendo ni mawakala wa Zanzibar ambao wametupa ridhaa. Sisi tungeweza kufika tulipofika kama sikuungwa mkono na watu ambao si wanachama wetu. Kwa mara ya mwanzo, nyinyi ni mashahidi. Naamini hili limetokea kwenye kila jimbo. Mimi kuna mahala nimekwenda, mimi mwenyewe tumeshangaa. Ndio tulikuwa tunasema kule Unguja, wakwenda pahala mgeni haji, mwaka aje, siji unakwenda Mpapa, Bambi. Unafika nyumbani unaambiwa unaagiziwa fulana za ACT Wazalendo 200 upeleke Mpapa. Bambi. Humo ndio, hayo ndio yaliyotokea mwaka huu. Kuna watu vikosi wamechukuliwa kwenda kupigishwa kura kwa nguvu. Wamerudi makambini mwao, wanalizana. Mbona hao ndio kuharibu, wanafanya udhalimu wa namna hii? Sisi tunataka mabadiliko, wao wanataka kuharibu uchaguzi. Sasa iliyosalitiwa ndugu zangu ni Zanzibar. Ni watu wa Zanzibar na nchi yao na safari yao. Leo tumefikishwa nchi hii. Naomba ndugu zangu, hili naomba, natamani pengine ningekuwa na fasaha zaidi ya kulieleza. Lakini tukumbuke, leo katika nchi hii watu waungwana, watu wastaarabu. Leo tumefika pahala watoto katika nchi hii wamekwenda wakapigishwa kura za wizi. Watoto wetu leo wamefika pahala wanafundishwa wizi wakiwa chuchuni. Wanafundishwa wizi wakiwa chuchuni. Yeye hamkuona watoto wadogo waliopiga kura? Ripoti hapa sisi zimeonyesha. Watoto wadogo waliokwenda kupigishwa kura.
tunajenga taifa gani? Tunajengeshwa taifa gani la watoto wadogo wanafundishwa wizi na viongozi eti wanaotaka madaraka katika nchi? Hawa wanaweza dhamana jamani? Hawa ndio wa kuamini? Ikiwa wanaweza kuwafanya watoto wetu hivyo. Na miongoni leo unafika pahala, mmewaona ushahidi wa kila pahala, watoto wa kike leo ndio wanafundishwa wizi, ndio wanaosimamia wizi. Mmewaona vituo mbalimbali, mmewaona unata video clip inatembea watoto wa kike nchi hii. Leo ukenda jela, ukenda mahakamani, nenda shida kumpata mwanamke wa nchi hii kweli ambaye anatuhumiwa kwa wizi. Leo wanatujengea msingi wa wanawake wetu, watoto wetu wa kike wawe wezi, wanawafundisha rasmi. Hasa leo kishakuwa na mwanamke mtoto wa kike mwizi, nchi hii inakalika? Nchi hii itakalika? Ndio tulipo. Au hamyaoni haya ndugu zangu? Kwamba watoto wa kike wamekuwa leo ndio wezi. Ndugu zangu, tumefikishwa pahala leo askari ambaye alipaswa alinde raia na mali yake, leo askari ndio mwizi, analinda wizi, mwenyewe anafanya wizi kwa kwenda kupiga kura kituo zaidi ya kimoja. Leo na wanajeshi ndio wezi, ndio waliosimamia wizi. Leo na watoto vijana wako kwenye makambi KMK, JKU, wako KVZ, leo ndo wanaotumika kufanya wizi. Leo una mtu ambaye alikuwa waziri, tena alipewa dhamana ya wanawake na watoto, leo kakamatwa kwenye vituo na kura zaidi ya 3. Waziri tena mwanamke. Huko jamani ndio tuliko. Hawa wafungwa tusiwaseme sana, lakini ndio tunachosema. Leo tumefika pahala, tumefanyiwa kitu kiinimacho kinachoitwa uchaguzi. Leo unampata diwani mwizi, kapatikana kwa wizi. Unampata mwakilishi, kapatikana kwa wizi. Huyu ndo anakuja kuchaguliwa kwa waziri, tena pengine waziri wa fedha, waziri wa elimu mwenyewe mwizi, kapatikana kwa njia ya wizi uwakilishi wake. Jamani, tuna nchi gani? Taifa la wezi, lililojaa wezi, lililosimamiwa na wezi, linaloendeshwa na wezi. Jamani, hatari. Mnategemea nchi hii, sisi wengi Waislamu, nchi hii, hiyo baraka ya Mwenyezi Mungu itoke wapi? Nchi isidamirike vipi? Kwamba kila mtu mwizi, watu uongozi naongozwa na watu ambao wamepata uongozi wa wizi. Mtakwenda wapi? Haiwezekani uende ukaibe uongozi kama na wewe mwenyewe ukusudii kwenda kuiba. Tunawaona wenzetu, mimi unashangaa hawa yani mtu miaka 5 anakwenda kutafuta jambo ama chumo ya wezi. Ndugu zangu, hapo ndio tulipo. Sasa kama utuko hapo, leo tunakwendaje kujadili swala la kuingia au kutokuingia serikali ya umoja wa kitaifa? Nifundishe ninyi watu wa mkoani. Nifundisheni nyinyi watu wa mkoani. Tunakwendaje? Kwende mkajadili, mkakae, mnajadili kuendesha serikali ambao mnajua msingi wake ni wizi. Na ndugu zangu, haya yote yaliyofanyika ni makosa makubwa.
katika sheria za kutakatisha fedha, ambayo ndio makosa makubwa duniani sasa hivi. Moja ya kosa kubwa ni kufanya riba katika uchaguzi. Ni kufanya udanganyifu katika uchaguzi. Ukachaguliwa, halafu ukapata nafasi katika hii, pesa zote utakazozipata ni fedha haramu, utakalofanyia ni jambo haramu kwa sheria za kidunia hivyo, sio kwa sheria za Mwenyezi Mungu. Hizi sheria za kidunia zinasema ukifanya udanganyifu katika uchaguzi ukapata fedha, basi hilo wewe umefanya, fedha zozote utakazopata ni fedha haramu. Hawa wanatakiwa washtakiwe kwa makosa ya jinai. Fedha watakazopata ni fedha za haramu. Leo atasema mtu kapata fedha, kapata mshahara, kachukua mkopo kwa mshahara wake, anakwenda kujenga nyumba haramu. Inatakiwa itaifishwe na serikali kwa sheria zetu za Zanzibar na sheria za kidunia. Leo wote hawa waliosaidia wizi, waliofumbia macho, walioshiriki, hawa wote ni wahalifu. Kwa kizungu wenyewe wanasema abettors of crime, yani ni wasaidizi wa uhalifu. Hawa wote ni wakosa kama aliyeiba. Sasa leo una kikundi hichi cha wezi, nchi itakwenda wapi? Mtakwenda kusimamia sharia gani? Mtamkamata nani kwa fedha haramu wakati nyinyi wenyewe mna nafasi haramu? Kwa hivyo kwa jumla, ndugu zangu, tunachosema sisi chama chenu, tunachosema viongozi wenu hapa, si swala la kuingia au kutokuingia. Tunachosema cha kwanza, hili ambalo tumefikishwa Zanzibar, lazima Wazanzibari tulikatae. Hoja yetu kubwa ya msingi ni kwamba tukatae Zanzibar kufikishwa hapa ilipofikishwa. Hilo ndio la msingi. Kama huu ni uchaguzi, then unaendaje kuunda serikali? Unazungumzaje hiyo GNU? Ina maana gani kama GNU imefika pahala, badala ya kuondoa uhalifu, badala ya kuondoa udanganyifu katika uchaguzi, leo ndio umekwenda kutengeneza misingi ya wizi katika uchaguzi. Kwa hivyo sisi tunachosema, tunachokwenda kukitafuta, ndugu zangu, hatuendi kutafuta kuingia au kutokuingia. Tunachosema, lazima Wazanzibari haki yao ni kuwa na serikali iliyopatikana kwa njia halali. Hiyo ndio haki yao. Ikishakupatikana kwa njia halali, ndio mkae chini mzungumze serikali ya umoja wa kitaifa. Tumefahamiana? Tuna hoja hatuna katika hilo? Tunakubaliana au hatukubaliani katika hilo? Kwa sababu tukilizoesha hili, walifanya 15 wakafuta uchaguzi, wakaja 20 ikawatamkia, wakaua watu, wakapata serikali, wakakaa 2025 hawakupanga mpango wote. Mapesa waliokuwa nayo ya kampeni yaliwashinda kufanya kampeni, wakajiandaa wizi. Zanzibar inapopelekwa hatukubali, Wazanzibari hawakubali. Tunaamini kwamba Wazanzibari watatuunga mkono, wanatuunga mkono katika kupata serikali iliyopatikana kwa njia halali, ili tuje tuunde serikali ya umoja wa kitaifa. Kwa hivyo hoja yetu sisi kwanza ni uhalali wa serikali, tupate serikali halali. Hatuwezi kupelekwa nchi hii huko likawa taifa la wizi. Hii ni kuisaliti Zanzibar, hii ni kuwasaliti kwa Zanzibar. Ndugu zangu, naomba tukumbuke hii serikali ya umoja wa kitaifa, hii serikali ya umoja wa kitaifa ni sehemu ya safari ya Wazanzibari.
Ndugu zangu, tulikuwa na mapinduzi yakaendeshwa kwa mujibu wa utaratibu na hali iliyokuwa wakati ule, lakini ilikuwa na sharia, ilikuwa na taratibu. Ikafika wakati ikaja awamu katika mapinduzi. Mzee Jumbe kaja mwaka 79 akasema umefika wakati sasa tubadilishe kidogo tunavyoendesha nchi yetu, tuwe na katiba. Kabla ya katiba hii, Baraza la Mapinduzi ndio lilikuwa serikali, ndio lilikuwa baraza la kutunga sharia, ndio lilikuwa mahakama. Mambo yote yalikuwa mikononi mwa Baraza la Mapinduzi. Mzee Jumbe akasema tubadilishe, tupeleke madaraka kwa wananchi, na ndio maana ikaundwa Baraza la Wawakilishi, na mwenyewe akaita hii ni ngome ya wananchi, madaraka tuyarudishe kwa wananchi, serikali isimamiwe na wananchi kupitia Baraza la Wawakilishi. Hayo aliyaleta Mzee Jumbe. Hakukuwa na chama cha upinzani, hakwenda kuongwa, hakukuwa na maandamano, hakusindikizwa. Ni hekima za uongozi alizokuwa nazo. Kaja Mzee Mwinyi na Maalim, wakasema kweli Jumbe kaja na mfumo huu, lakini haukidhi viwango, tuuboreshe. Ndo akaja na katiba ya Zanzibar ya mwaka 84 ambayo ilitoa uhuru zaidi, ikaunda vyombo mbalimbali, baraza la kuchaguliwa na wananchi la wawakilishi. Mzee Jumbe baraza lake halikuwa la kuchaguliwa na wananchi, lilikuwa ni la kamati za mapinduzi, ndio zinachagua wawakilishi. Katiba ya 84 haikuletwa kwa maandamano, haikuletwa kwa kusindikizwa. Ni viongozi kwa hekima zao wakaona kwamba umefika wakati tuwe na uhuru zaidi kwa wananchi katika kuendesha nchi yao. Jamani, tumefahamiana? Hiyo ndio safari ya Wazanzibari, ndio safari ya Zanzibar. Tukaingia kwenye vyama vingi, tukakutana na tuliokutana nao. Kila tatizo likitoka, si viongozi walikuwa wanakaa, ukaja mwafaka wa mwanzo, wa pili, mpaka tukafika serikali ya umoja wa kitaifa. Serikali ya umoja wa kitaifa halikuwa uamuzi wa chama, ulikuwa ni uamuzi wa wananchi wa Zanzibar. Walipiga kura ya maoni, wakataka theluthi 2 ya wananchi wa Zanzibar wakataka tuwe na serikali ya umoja wa kitaifa. Anatokea jeuri gani? Anatokea kiburi gani? Leo anasema huko tunakokwenda siko. Yeye ana safari yake kwa sababu apate vichochoro vya wizi. Haiwezekani. Serikali ya umoja wa kitaifa ni ya wananchi. Ndio hatua waliofika kwamba jamani yetu tumetoka tulikotoka, tuna magomvi yetu, hebu tukutane, tuje pamoja, tuendeshe nchi yetu. Madhumuni yake aliyeshinda na aliyeshindwa, tushirikiane, tuendeshe nchi yetu. Sasa leo mtu unayekuja ukatufanyia vurugu hii, unaturudisha nyuma, eti leo ACT Wazalendo Pemba viti 14 vya ubunge hatuna. Huu shenzi gani? Huu wazimu gani? Mnataka tukubali ushenzi huu? Mnataka tukubali wazimu huu? Haiwezekani. Hii sio safari ya Wazanzibari. Uhuni huu hatuwezi kufanyiwa, tukatae, tunaukataa na tutaendelea kuukataa na tutauondoa inshallah. Na hili mimi niwaambie, niwahakikishie, tuna kuungwa mkono na 80% kubwa, zaidi ya 80 ya Wazanzibari. Kila mtu anajiuliza, tena watu wakubwa hao wa CCM wakubwa wengine, kwani uliza haya mpaka lini? Mbona tulishatoka? Hao wengine hawayajui, wamekuja wamechupia gari tu. Hawapo. Na wakimaliza watapita. Leo naturudisha wapi? Eti leo
Unguja nzima sisi hatuna hata kiti cha udiwani. Leo huo wakati kweli kulikokuwa na siasa za kweli, kulikokuwa na wanaume kweli nchi hii, hapo zilikuwa na viti Unguja. Eti leo umekuja wewe na kiburi chako na wazimu wako unasema hawa si wapi kura. Maana siku hizi hawasemi hatuwapi jimbo, tutachukua yote. Hii si safari ya Wazanzibari. Hawa ni jamhuri ya walaji wanaotengeneza mazingira, wahodhi madaraka, wahodhi watu wa kwenda kuwaweka baraza la wakilishi, wasipate watu wa kuwahoji ili waibe, wafanye ufisadi wanavyotaka. Hatukubali Wazanzibari, Wazanzibari hawakubali. Na ndugu zangu, naomba hilo ndio la kupambania, na hilo ndio tunalokwenda kulipambania, sio kuingia au kutokuingia. Naomba tukiondoka hapa, hebu tuondokane na mawazo kuingia na kutoka. Tuikumbuke, tujue safari yetu, tujue nchi yetu, tujue dhamira yetu. Kwa sababu ikichukuliwa hivi, hata hayo mamlaka kamili hawajali. Hawajali nchi. Anayejali nchi atakwenda kufanya ujinga huu. Sisi tunachosema, ndugu zangu, hatuwezi kurudishwa nyuma. Wazanzibari wametuamini na sisi tutasimamia maslahi ya Wazanzibari, tuirejeshe nchi hii katika safari ya Wazanzibari. Kwa hivyo watu wa mkoani, leo mtuambie mwenyekiti hapo sawa au hapo si sawa? Hapo sawa? Hapo tunakubaliana? Tuko pamoja? Hebu nione basi mkono. Walioko nje, tuko pamoja? Tuko pamoja katika hilo? Sasa kama tunakubaliana hapo, ndugu zangu, mimi niwashukuru. Mjue kwamba msitegemee kwamba kesho kutwa mtajua mambo yamemalizika. Hii si vita ndogo. Si vita ndogo. Hii ni vita kubwa na inaweza ikachukua muda. Lakini sisi vita tulionayo ni hiyo. Siyafunika kombe. Sasa ili safari yetu iwe rahisi, mimi naomba kuna mambo mawili tukumbushane. Mambo mawili tukumbushane ili safari yetu iwe rahisi. La kwanza, ni waombe ndugu zangu, tuendelee kuwa na subira. Hawa watafanya vituko, watafanya vitimbi, watakuja wakiwajejea, watakuja wakiwavunja moyo, wakiwaambia maneno mkate tamaa. Ndugu zangu, naomba sote tutoke hapa tujue kwamba safari hii la kwanza itahitaji subira. Tena subira ngumu, maana hawa wameshaanza hayo. Wao wanalojua ni haramu yao, waipate wale, hawana habari, hawana mshipa unaowapiga. Lakini la pili, tumefahamiana hapo. La kwanza, tunahitaji kuendelea kuwa na subira. La pili, lazim silaha yetu tuendelee kuishikilia vizuri. Mnaijua silaha yetu? Silaha yetu kubwa ni umoja wetu, mshikamano wetu, nidhamu yetu. Hiyo ndio taasisi yetu. Hiyo ndio inayotupa nguvu, umoja wetu, mshikamano wetu na nidhamu yetu katika. Na hili la nidhamu, ndugu zangu, ndio linalotutofautisha sisi na wengine. Juzi hapa nimeambiwa nimekwenda Unguja nikarudi jioni.
Nilikutana na mmoja katika wazee wetu. Salamu nimekuwa nikizitoa kila nilipokwenda, ambaye aliwahi kuwa rais wa Zanzibar, sina haja leo kumtaja hapo, lakini aliniambia kwa dhati kabisa ya moyo wangu, kwa dhati kabisa, nalisema hili kutoka katika moyo wangu, kwamba ninawapongeza wanachama wako kwa nidhamu kubwa walionayo, mkatoa maelekezo na wakayafata, wakayasimamia, ambayo yameiepusha nchi hii na maafa. Hizo ni salamu zenu kutoka kwa huyu mzee. Tumefahamiana? Hizi ni salamu zenu, kwamba nidhamu yetu ile sisi wenyewe hatuioni, lakini kwa wenzetu, na kusema kweli, ndiyo inayotupa heshima kubwa. Sasa tunaihitaji zaidi kipindi hichi. Na la mwisho, la tatu muhimu, niseme tuendelee kama kawaida yetu kutawakali kwa Mwenyezi Mungu. Dua zetu kwa sababu tunachotafuta ni haki. Haki ina mitihani mingi, na mtoa haki ni Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo tuendelee na dua, tuendelee kutawakali kwa Mwenyezi Mungu, tuendelee kuamini kwamba inshallah Mwenyezi Mungu tumemuomba, na tuitakidi kwamba atatupa, kwa sababu tunalotafuta ni la haki. Lakini ninaloambia mimi, ahadi yangu, ahadi ya viongozi wenu kwa niaba yao, ni kwamba inshallah sisi hatutokaa kitako, sisi hatutosimama, sisi hatutokubali kitu chochote ambacho kitakuwa kinakwenda kinyume na safari hii ya Wazanzibari. Tunachokwenda kukitafuta ni hicho, kama kukipata ni hicho, kama kukikosa tutarudi hapa tuambie jamani, tumekikosa, sasa tutafute njia ile tulizungumza ya kudai haki yetu. Tumefahamiana? Nesi sema hivi, nasema njia ile tulizungumza ya kudai haki yetu tutakuja kuihitaji wakati huo, lakini mshikamano wetu ni muhimu. Ahadi yetu inshallah, hili haliishi mpaka liishe, haliishi mpaka kieleweke. Tumefahamiana? Hatupumziki mpaka kieleweke. Tutafanya tutakayoweza, tutasimama na tutakavyoweza kusimama, lakini inshallah haki ya Wazanzibari, haki ya nchi yao, inshallah tutarudi nayo mkononi, na inshallah mtakuja kuiona. Kuna mwenye wasiwasi? Tuko pamoja, tuko pamoja. Mbona mnasema kinyonge bwana? Tuko pamoja, tuko pamoja. Sisi tufike pahala viongozi wenu tumesema sasa basi, na sote tuseme sasa basi, sasa basi, sasa basi. Tunachohitaji ni haki ya watu wetu, haki ya nchi yetu. Tuko pamoja. Nawashukuru, asante sana.